Leo tuko hapa tukufanya mafunzo kwa waamuzi na wasuluhishi ambao wako katika tume ya usuluhishi na uamuzi, ambao tunafanya mafunzo kwa kada hizo mbili, na lengo kuu ni kuhamasisha matumizi ya utatuzi wa migogoro kwa njia mbadala kwa lengo la kuhakikisha maeneo ya kazi yanakuwa salama, lakini yanakuwa kitovu na chanzo cha kuchochea uchumi. Kwa nini tunafanya hivyo? Sisi kama wizara kupitia kitengo chetu cha usuluhishi tunahamasisha matumizi ya utatuzi wa migogoro kwa njia mbadala au matumizi ya usuluhishi katika kufikia haki, tukiamini kupitia mafunzo haya tutaweza kuchochea uchumi, lakini zaidi kwenda kufikia malengo yaliyoainishwa katika dira ya 2050. Katika kipindi cha siku 3 ambazo tutakaa hapa kwa ajili ya kujifunza, tutajifunza pamoja na mambo mengine, tutajifunza kuhusu masuala ya usuluhishi, mbinu mbalimbali za usuluhishi ili kuendana na wakati. Kwa tutawaongezea ujuzi wa suluhishi na waamuzi katika utatuzi wa migogoro ya kazi kwa njia ya usuluhishi. Lakini pia masuala ya uamuzi, pale ambapo usuluhishi umeshindikana, basi migogoro inaenda kwenye uamuzi. Kwa bado tunawaongezea mbinu mbalimbali za uamuzi wa migogoro ya kazi ili waweze kuwa na ubunifu na kuimaliza kwa haraka kama ambavyo sheria za kazi zinahitaji. Kwa hiyo tunaamini baada ya kumaliza mafunzo haya, utendaji wa wasuluhishi na waamuzi utaongezeka na italeta tija katika utatuzi wa migogoro ya kazi nchini kwa ujumla wake. Migogoro mingi ya kazi inayowasilishwa kwa wingi ni ile inayohusu uachishwaji wa kazi wa ajira usiofuata taratibu, usio halali. Kuvunjwa kwa mikataba ni kati ya migogoro ambayo ndiyo mingi inayokuja katika tume ya usuluhishi na uamuzi. Kwa hiyo mbinu ambazo zitatumika ni kuweza kuwafundisha ili kuweza kushughulikia migogoro ya namna hiyo kwa ufanisi zaidi.